Praise the Lord. Welcome. This is Life in the Word. My name is Pastor Robert. My interpreter is Niko Mondi. We're so delighted this evening Tumefurahi sana jioni ya leo to bring you the Word of God. kukuletea neno la Mungu. Just believe and pray. Wacha tuamini na tuombe. Mighty and everlasting Father, Baba mkuu uishie we milele, thank you this wonderful evening. tunakushukuru jioni You've njema. given us an opportunity Umetupatia to hear nafasi your word. kusikia neno lako. Open up our hearts to your word Fungua mioyo yetu kwa neno and lako open your word to our hearts. na neno lako kwa mioyo yetu. Use me and my interpreter Ututumie only as your vessels. kama vyombo tu. And let glory and honor be unto you. Wacha utukufu ikurudie In Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Amina. Well, I'm excited. Nimefurahi. We are starting a new topic this evening. Tunaanza mada mpya jioni ya leo. And I know that God is going to bless you. Najua Mungu atakubariki. Now we're going to read the book of Psalm 126. Tutasoma kitabu cha Zaburi 126. It only has 6 verses, so we're going to read the 6 verses. Iko tu na mistari 6, basi tutazisoma zote. But I will zero in on verse 1 Lakini nitaangalia ile mstari wa kwanza and verse 2. na mstari wa pili. Psalm 126. Zaburi 126. The Bible says, Biblia inasema, when the Lord brought back the captivity of Zion, we were like those who dreamt. Bwana alipowarejeza mateka Sayuni, tulikuwa kama watu walioota ndoto. Then our mouths were filled with laughter and our tongue with singing. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. Vinywa vyetu vilijaa kicheko, ndimi zetu zilijaa nyimbo za shangwe. Ndipo iliposemwa miongoni mwa mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. The Lord has done great things for us and we are glad. Bwana ametutendea mambo makuu, nasi tumejaa furaha. Bring back our captivity, O Lord, as the streams in the south. Bwana, turejeshee watu wetu waliotekwa kama vijito katika Negebu. Those who sow in tears shall leap in joy. He who continually goes forth weeping, bearing seed for sowing, shall doubtlessly come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Wapandao kwa machozi watavuna kwa nyimbo za shangwe. Yeye azichukuaye mbegu zake kwenda kupanda huku akilia, atarudi kwa nyimbo za shangwe akichukua miganda ya mavuno yake. May you bless your word, O Lord. Bwana ulibariki neno lako. You will be remembered. Utapasa kukumbukwa. You will be remembered. Utakumbukwa. That is the theme of our message this evening. Hiyo ndio mada ya ujumbe wetu jioni ya leo. It doesn't matter where you are, Haijalishi mahali upo, what you're going through, kile ambacho how unapitia, long you've been in that state that you are in, kwa muda ambao umekaa katika hiyo hali ulioko how long ndani. you've been the tears and the struggles that you are in. Jinsi gani umekuwa na kilio na dhiki mahali umekuwa. But I want you to know Lakini nataka ujue that you shall be remembered by God. kuwa utapata kukumbukwa na Mungu. This is a song that is being sung by the children of Israel. Hii ni nyimbo ambayo wana wa Israeli waliimba, And it was a song of joy na ilikuwa ni nyimbo ya furaha because they had been in the Babylonian captivity for over 70 years. kwa sababu walikuwa wameshikwa mateka kule Babeli kwa miaka 70. Now they are singing with joy. Na sasa wanaimba kwa furaha. They were remembering God has taken us out of the captivity. Walikuwa wanakumbuka jinsi ambavyo Mungu ameondoa katika mateka. In fact, they are saying they were like them that dreamt. Wanasema basi ilikuwa ni kama walioota ndoto. It was like a dream to them. Ilikuwa ni kama ndoto kwao. After those years of bondage, Baada ya hiyo miaka ya after kufungwa, those years of heartache and headache, baada ya hiyo miaka ya kuwa kwenye dhiki na changamoto, they are now free. kwa sasa wako huru. God remembered them. Mungu aliwakumbuka. And even the nations, Na hata mataifa, other nations were saying God has done a great thing for them. mataifa walikuwa wanasema kuwa Mungu amewatendea makuu. And they themselves were even saying God has done great things for us and we are glad, we are happy. Na hata wenyewe walikuwa wanasema Mungu ametenda makuu na tumejawa na They were furaha. full of joy. Walikuwa wamejawa na They were furaha. full of laughter. Walikuwa wamejawa na They vicheko. were singing, Walikuwa naimba praising God wakimtukuza because Mungu they had been remembered. kwa sababu walikuwa wamekumbukwa. But for 70 long years, Lakini kwa miaka 70 they have been in bondage. wamekuwa kwenye kufungwa And it was not an easy thing. na haikuwa jambo rahisi, And they waited. na walisubiri.
and they toiled, na wakafanya kazi, and they went through all the hardships of slavery na wakapitia mambo mgumu ya kufungwa and captivity. na hata kwenye ufungwa. So I want to start by saying Kwa hivyo wacha this. nianze kwa kusema hiki. There is nothing that is as difficult as waiting. Hakuna kitu kigumu kama kusubiri. Yet God, through his word, he urges us Na hata Mungu kupitia neno lake anatutia moyo over and over kila mara to wait upon him. kumsubiri. When you read Psalm 27, and I'm going to read, Ukisoma Zaburi 27 na nitasoma. I'm going to read the last verse of Psalm 27. Nitasoma mistari ya mwisho ya Zaburi 27. Psalm 27, Zaburi 27 verses 13 and 14. mstari wa 13 na wa 14. This is what the Bible says. Biblia inasema hivi: I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Nami bado ninatumaini hili, nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Mngojee Bwana, uwe hodari na mwenye moyo mkuu, nawe umngojee Bwana. Wait on the Lord. Umngojee Bwana. Be of good courage. Uwe mwenye He shujaa. will strengthen your heart. Atakutia moyo. Wait, I say, on the Lord. Nimesema umsubiri Bwana. But I want you to know, during the period of waiting, or this season of waiting, Wacha ujue katika majira ama nyakati ya kusubiri, all kind of thoughts haunt us. kuna fikra mingi ambazo zinatujilia. All kind of temptations befall us. Majaribu yote yatakuja mbele yetu. At times we become desperate. Wakati tunapata tumechanganyikiwa. At times we get agitated. Kuna wakati ambaye hatuelewi. We get angry. Tunapata tumekasirika. We get confused. Tunapata tumechanganyikiwa. Disappointed. Hama tumeshushika. And even to some extent we complain. Na hata kwa wakati mwingine tunanungunika. During the season of waiting. Katika hii majira ya When kusubiri. you have been in that condition for so long. Wakati umekuwa katika hiyo hali kwa muda mrefu. And let the word of God is saying wait, endure. Na neno la Mungu linakuambia basi subiri. Sometimes we ask, why do I have to go through this, Lord? Mara mingi tunajiuliza, Mungu mbona kwa nini nikapitia At haya? times we say, Lord, why have you forsaken me? Wakati mwingine tunasema, Mungu mbona umeniacha? We cry. Tunalia. Because at this particular moment of waiting, Kwa sababu katika nyakati hii ya kusubiri, we feel like God is so far. tunahisi ni kana kwamba Mungu yu mbali. And we feel like it is like he has forgotten Na us. tunahisi ni kana kwamba ametusahau. And that takes me to the book, to the Gospels. Na hiyo inanirudisha kwenye Injili. And I remember the words that our Lord Jesus uttered on the cross. Na nakumbuka maneno Yesu alinena msalabani. And he said, Eloi, Eloi, Na akasema, lama Eloi, sabachthani. Eloi, Eloi lama sabachthani. Our Lord Jesus uttered those words Bwana yetu Yesu Kristo kataja hayo maneno on the cross kwenye msalaba, in his moment of agony. katika wakati wake wa uchungu. And those words are translated, my God, why have you forsaken me? Hayo maneno yametafsiriwa kuwa, Mungu wangu, mbona umeniachilia? At that particular moment, Katika wakati huo, Jesus felt the agony. Yesu alihisi uchungu. Jesus felt the pain because the sins of the whole humanity were upon him at that moment. Alihisi uchungu kwa sababu dhambi ya dunia nzima ilikuwa juu yake. And he felt like God had left him at that particular moment. Na alihisi kwamba Mungu amemwacha kwa wakati huo. And many times that is what many people feel when they are going through their times of trying and struggles. Na hivyo ndio vile jinsi ambavyo watu wanajihisi wakati wanapitia dhiki na changamoto na maumivu. And you know something, what is funny about this? Na unajua jambo la kufurahisha kuhusu hii, is that all those people who are gathered there when Jesus was being crucified are just there at the base of the cross. ni kuwa hawa watu wote waliokusanyika chini ya msalaba wakati Yesu alikuwa The amesulubiwa. multitudes, they never understood what Jesus was saying. Ile umati hawakuelewa Yesu They anazungumza did not nini. understand his cry. Hawakuelewa kilio chake. Even though he spoke in a dialect, a language that many of them were understood because it was familiar with some of them. Ingawaji alinena katika ile lugha ambayo wengi wao walielewa. When you read the gospel, you hear some say that he is calling Elijah. Let us see whether Elijah will help him. Ukisoma kwenye maandiko utasikia wengine walikuwa wanasema kuwa anamuita Elijah, wacha tuone kama Elijah atamsaidia. Let's see whether Elijah will come to save him. Wacha tuone kama Elijah atakuja kumwokoa. People will never understand your pain. Watu hawatawahi elewa uchungu wako. Neither will people understand
understand when the time of your glorification comes. Na hata pia hawataelewa ile nyakati za kuinuliwa kwako. You know, sometimes when you spend time speaking your pain to people, some people think like you're nagging them. Unajua kuna wakati ukichukua muda ukizungumza uchungu wako kwa watu, watajihisi kana kwamba unawasumbua. When you're going through issues in life, ukipitia mambo maishani, there might be issues in your marriage. Wanaweza kuwa ni mambo kwenye ndoa. There might be issues with your children. Inaweza kuwa ni mambo ya watoto. It might be issues at your workplace. Inaweza kuwa ni mambo mahala pa kazi. Maybe issues in your ministry. Inaweza kuwa ni mambo kwenye huduma. At times we speak out. Wakati watu tunazungumza. Because of the pain and agony that you're going through. Kwa sababu ya ile uchungu na maumivu tunapitia. Of the situations that you are in. Ama ile hali tuliyoko ndani. But sometimes people will not understand you. Lakini mara mingi watu hawatakuelewa. Some will even use that against you. Wengine hata watatumia hiyo dhidi yako. But let me tell you. Lakini wacha nikwambie. Even when they do not understand you at that moment of pain. Hata kama hawatakuelewa nyakati ya uchungu. If they don't understand you in that time. Kama hawatakuelewa wakati huo. When the time of your glorification comes, they will not understand you. Wakati wa kuinuliwa kwako ikifika, bado hawatakuelewa. Pain and agony, uchungu na maumivu, characterizes our waiting season. Inaleta mfano wetu ile majira ya kusubiri. And I want to tell you, na nataka nikwambie, it shall not be easy, my friend. Haitakuwa rahisi rafiki yangu. But it is worth it. Lakini ni kustahimili. If you endure to the end. Kama utavumilia hadi mwisho. And the Bible says, Biblia inasema, I believe it is in the book of Romans. I can't remember the verse exactly. Naamini ni Warumi lakini siwezi kumbuka mistari haswa. Paul says, Paulo anasema, I don't count the suffering of this present moment. Si hesabu maumivu ya nyakati hii worthy kama ina dhamana to be compared kulinganishwa with the glory na utukufu that is awaiting us. ambayo iko mbele yetu. Meaning that the glory that is awaiting us inamaanisha ile utukufu inayotusubiri is greater ni kuu than the pain that we are in, kuzidi ile maumivu tulio ndani, suffering we are in, kuzidi kuteseka tulio ndani. And I want to tell you, na nataka nikwambie, it is not easy. Sio rahisi. It is not easy where you are at this moment. Sio rahisi mahali ulioko sasa. It is not easy when you're financially down. Sio rahisi ukiwa chini kifedha. Friends have forsaken you. Na marafiki wanakuacha. Some of you, even your spouses have forsaken you. Wengine hata wachumba wamewaacha. But I want to tell you, lakini nataka nikwambie, it is gonna be worth it if you endure to the end. Itakuwa ni ya dhamana kama utasubiri hadi mwisho. I want to tell you, you shall be remembered. Wacha nikwambie utakumbukwa. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And maybe you've been married for years. Labda umekuwa kwenye ndoa kwa miaka. And you do not have a child. Na hauna mtoto. And you're saying, oh, I think I'm going to break off from this marriage. Na unasema basi mimi nitatoka kwenye hii ndoa. Let me speak as a servant of God. Wacha nene kama mtumishi wa Mungu. You shall be remembered. Utakumbukwa. God will come at his time. Mungu atakuja kwa wakati wake. And he will bless your marriage. Na atabariki ndoa. The word of God says in the book of Deuteronomy chapter 28. Neno la Mungu linasema kwenye Kumbukumbu la Torati 28. Blessed shall be the fruits of your womb. Itabarikiwa uzao wa tumbo wako. And I declare blessed shall be the fruit of your womb. Na natangaza utabarikiwa uzao wa tumbo. God will remember you. Mungu atapata kukumbuka. You will hold your bundle of joy. Utashikilia furaha yako. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu Kristo. And maybe you have you're past the age of getting married and you're still single. Na labda miaka yako ya kuolewa imepita na bado hauna mchumba. Young man. Msichana kijana. God will remember you. Mungu atakukumbuka. Continue being faithful. Endelea kuwa mwaminifu. Continue waiting upon God. Endelea kumsubiri Mungu. Even when others are mocking you. Hata kama wengine wanakudhilia. Even when others are laughing at you. Hata wakikuchekelea. Even when it seems like others have gone before you. Hata nikana kama wengine wako mbele yako. Wait upon your God. Msubiri Mungu wako. You shall be remembered. Utapata kukumbukwa. Maybe you've been rejected. Labda umekataliwa. Despised. Umedharauliwa. Ostracized. Stigmatized. Ukanyanyapaliwa. Or you're even a laughing stock. Na hata basi watu wanakuchekelea. I declare in the name of Jesus. Inatangaza katika jina la Yesu. My brother and my sister. Ndugu yangu, dada yangu. Your time of remembrance is at hand. Wakati wako wa kukumbukwa imefika. Did you lose your job? Ulipoteza kazi? Did you lose your spouse? Ulipoteza mchumba? Did you lose your child? Ulipoteza mtoto? Is it your property? Basi ni rasilimali. Is it your joy? Ni furaha yako? Your peace? Ama amani? Your everything? Ama chochote? Because of this COVID-19 situation. Kwa sababu hii janga la corona.
God has not given up on you. Mungu hajakata tamaa juu And yako. God is able, Na Mungu anaweza more than able, zaidi ya to uwezo restore and restore and restore you. kurejesha na kukurejesha. Praise the name of the Lord. Bwana tukuzwe. I want us to look at a few people in the Bible. I'm going to look at like 3 people in the Bible. Wacha tutazame mfano labda watu watatu kwenye Biblia. Maybe in this our particular episode today we might look at one. Na labda leo hii tutazamia mtu mmoja tu. And then next week we'll continue. Kisha wiki ijayo tutaangalia We wengine. want to see this person that was remembered by God. Wacha tuone huyu mtu aliyepata kukumbukwa na And Mungu. these are one of the familiar characters in the Bible. Hii ni mfano ambayo tunaielewa kwenye Biblia. And this young man is called Joseph, Na huyu kijana anaitwa Yusufu, the son of Jacob. yule mwana wa Yakobo. We know the young man who was a dreamer at 17 years old. Unajua huyu kijana ambaye alikuwa anaota ndoto miaka And he would 17 share his dreams with his brothers and his father. na angeshiriki ndoto yake na baba yake na nduguze. But when you read the story of Joseph Lakini ukisoma hadithi ya Yusufu in the book of Genesis, katika kitabu cha Mwanzo, you will find that Joseph was a troubled man. utapata Yusufu alikuwa amefadhaika. He was hated by his brothers. Alikuwa amechukiwa na nduguze. He was treated badly. Alikuwa amefanywa vibaya. He was threatened. Alikuwa ameshakiwa. He was threatened, Alikuwa ametishwa insulted, na hata akachokozwa. later on sold to slavery. Baadaye akauzwa kwenye utumwa. And I was thinking at that particular moment, Nilikuwa nafikiri nyakati hizo, when they were throwing him in the pit, wakati walikuwa wanamrusha kwenye shimo, later on taking him out of the pit to sell him to the Midianites, baadaye wanamwondoa kwenye shimo kumuuza kwa Wamidiani, they made fun of him. basi wakamdhihaki. And maybe they would tell him, this is daddy's favorite boy, Na labda walikuwa wanasema basi huyu ndio yule anayependwa na baba yake, Mr. Dreamer. yule anayeota ndoto. And as they were throwing him in the pit, they said, where is daddy to save you now? Walikuwa wanamtupa kwenye shimo, walikuwa wanauliza yuko wapi baba akusaidie. Maybe they mocked him Labda walimchokoza and they made him feel bad. na wakamhisi ajihisi I vibaya. don't know who have ever made you feel bad. Sijui nani amefanya ukajihisi Maybe vibaya. people have been mocking you Labda watu wamekuwa because kichokoza of the situations you've been through, kwa sababu ya hali ambayo umepitia, because you are a threat to them, kwa sababu wewe ni tisho kwao, because they don't like you. kwa sababu hawakupendi. They have spoken stuff about you. Wamenena mambo juu yako. And in nowadays, we see people lighting all kind of stuff in the social media. Na wakati huu tunaona watu wanaandika mambo kwenye kurasa za And kijamii. sometimes those things are a direct attack to you. Na hata hayo mambo basi yanaelekezwa kwako. Maybe it gets the best of you. Na inachukua ile uzuri iliyoko And you ndani feel yako. hurt. Na unajihisi And you umeumia. feel betrayed. Unajihisi ni kana kwamba, But I want you to know something. lakini nataka ujue kitu. It is only God that have the last word over your life. Ni Mungu tu ana usemi ya mwisho juu ya maisha And I yako. want you to know that you shall be remembered. Nataka ujue kuwa utapata kukumbukwa. Now that's not all about Joseph. Hiyo sio yote kuhusu The Yusufu. story of Joseph gets more interesting, Hadithi ya Yusufu inakuwa tamu zaidi. because as you continue reading the story in the book of Kwa sababu Genesis, ukiendelea kusoma hii hadithi kwenye kitabu cha when he Mwanzo, was sold to Egypt as a slave, wakati aliuzwa kama mfungwa, sold in the house of Potiphar, akauzwa kwenye nyumba ya Potifa, and the Bible says, and God was with Joseph, na Biblia inasema kuwa Mungu alikuwa na Yusufu. and God blessed whatever Joseph touched with his hands, Mungu akabariki vyote alivyoguza kwa mikono yake, until his master saw, I'm being blessed because of this young man. hadi bwana wake akagundua nabarikiwa juu ya kwa sababu ya huyu mtu. I want to tell you, my brother and my sister, Nataka nikwambie ndugu yangu, dada yangu, you might be in a tough situation. unaweza kuwa katika hali mgumu. You might be in a place where people have thought they have pressed you there to die. Unaweza kuwa mahali watu wamekuweka wakidhani utakufa. Maybe people have thought that they have pressed you there that you may waste away. Labda watu wamekuweka pale ili ukapate kumalizika. But I want you to know Lakini nataka that ujue when God is with you, wakati Mungu yupo pamoja it does nawe, not matter the intent or intentions of man, haijalishi ila sile watu, because the name and the word of God reigns against every other thoughts of man. kwa sababu jina la Mungu basi inachukua usukani ya kila fikra ya wanadamu. There is no human being that is greater than our God. Hakuna mwanadamu ambaye ni mkuu kushinda Mungu wetu. And you are not the possession of any human being. Na wewe sio rasilimali ya mtu yeyote ama binadamu. God will make you go through the hands of men, Mungu atafanya upitie mikononi ya mwanadamu, but still they do not have the last word over your life. lakini hawana usemi ya mwisho juu ya maisha. Joseph is in Potiphar's house. Yusufu ako kwenye nyumba ya Potifa. God is blessing whatever he touches. Vyote anavyoguza Mungu anabariki. And then Na kisha
Potiphar says, no, this young man is blessed. Potiphar anasema kuwa huyu kijana anabarikiwa. He has the favor of God. Akona kibali cha Mungu. And he makes him the overseer of his house. Na anamfanya kuwa juu ya kila kitu kwa nyumba yake. Over everything. Juu ya kila kitu. In fact, the Bible says, Biblia inasema that the master of the house did not bother anything in his household apart from what he will eat. Kuwa bwana wake hakufikiri chochote ndani ya nyumba yake isipokuwa tu kile chakula lile linakula. Now things are not going bad for Joseph. Basi mambo si mabaya kwa Yusufu. But it was just only short-lived. Lakini ilikuwa ni kwa ufupi tu. Because moments afterwards, kwa sababu iliyofuatilia, Potiphar's wife was following Joseph. Yule mke wa Potifa kaanza kumfuatilia Yusufu. She wanted to take advantage of the young man. Alikuwa anataka kuchukua uzuri wake. He was handsome, energetic. Alikuwa anaona ni mtu ni mzuri na kuna nguvu. Anafanya kazi. And she wanted to lay with the boy. Kwa hivyo alikuwa anataka alale naye. To sleep with the boy. Ili alale na kijana. But the young man said no. Lakini huyu kijana akasema hapana. I will not sin against my God. Sitatenda dhambi dhidi ya Mungu. I will not do this against your husband. Sitafanya hivi dhidi ya mume wako. And that landed Joseph to more trouble. Na hiyo ikapata akaingia kwenye shida zaidi. He is wrongly accused by Potiphar's wife. Basi akashtakiwa ambavyo isivyo na mke wake. Because she said that he tried to grab me. Kwa sababu anasema alijaribu kunishika kwa nguvu. Try to rape me. Alijaribu kusinzi nami. That landed Joseph in prison. Hiyo ilifanya akakwekwa kwenye gereza. He is wrongly accused. Basi akashtakiwa kwa uongo. And he now is in the Egyptian dungeon, a prison. Na sasa yuko kwenye gereza wa Misri. I was trying to think. Nilikuwa najaribu kufikiri. What was going on in this young man's mind? Nini ilikuwa inaendelea kwenye akili ya huyu kijana? What was he thinking? Alikuwa anafikiri nini? He never did anything wrong. Hakufanya chochote kibaya. His brothers hated him, they sold him. Nduguze wakamchukia wakamuuza. Now he is in Potiphar's house, he is now also in trouble again. Sasa kwa nyumba ya Potifa pia kuna shida. And I think it is only God who saved him because he would have easily been killed. Sasa nafikiri ni Mungu tu alikuwa anamuokoa kwa sababu angeuliwa kwa urahisi. Because God's dream will never die. Lakini kwa sababu ndoto ya Mungu haijizimia. Even if he was thrown in prison. Hata kama mngekuwa kwenye gereza. God was still with him. Mungu bado alikuwa pamoja naye. Even in that prison where he was in. Hata ndani ya hiyo gereza alikuwa. Favor was upon him. Kibali ilikuwa juu yake. God would even use him to interpret the dreams of other prisoners. Mungu atangemtumia kutafsiri ndoto ya wafungwa wengine. I don't know what kind of prison you are in. Sijui uko kwenye gereza gani? Prison of your circumstances. Ile gereza ya hali yako. Prison of your pain. Gereza ya uchungu. You might be stressed up or even depressed. Unaweza kuwa umeshushika ama umedharauliwa. Because of what people used to do to you. Kwa sababu ya kile ambacho watu wamekuwa wakifanyia. People took advantage of you in the past. Watu wakachukua ile uzuri yako ya maisha ya awali. People really abused you in the past. Wengine wakakutusi na maisha ya awali. Maybe family members. Labda ni watu wa familia. Maybe people who friends that you knew. Labda ni marafiki ambao uliwafahamu. It does not matter. Haijalishi. Even in that prison of your mind that you are in. Hata katika gereza ya akili ambayo ulioko. God can give you peace and enable you to break out. Mungu anaweza kupa amani na akapata ushindi utoke. And give you peace. Na akupe amani. Enable you to move forward. Akaweze ukasonga mbele. Joseph is a prisoner. Yusufu ametiwa gereza. It is beyond him. Basi hawezi. There is nothing much he can do. Hakuna chochote anaweza fanya. I want you to know that he was in the hands of the Maker. Lakini acha nikwambie alikuwa katika mkono wa Mfinyanzi. He was in the hands of his God. Alikuwa kwa mkono wa Mungu wake. Praise the name of the Lord. Bwana tukuzwe. And so kwa hivyo the young man, huyo kijana, we see his desperation. Tunaona ile kufika kwake mwisho. Look at him begging the Pharaoh's cupbearer to remember him when he gets back to his position. Tazama jinsi anavyomsii yule mwasha mfalme jinsi ile amkumbuke. Let's look at it in Genesis chapter 40. Wacha tutazame kwenye kitabu cha Mwanzo 40. I may learn and get ahead of myself. Tunaweza kimbia tukafike mbele. But I want you to see this. Lakini nataka uone hiki. This young man was desperate. Huyo kijana alikuwa amekata tamaa. He wanted to get out of the prison and go back home. Alikuwa anataka atoke kwenye ufungwa na rudi nyumbani. Genesis chapter 40 verses 14. Mwanzo 40 mstari wake wa 14. I'm going to read. But remember me when it is well with you, and please show kindness to me. Make mention of me to Pharaoh, and get me out of this house. For indeed I was stolen away from the land of the Hebrews, and also I have done nothing here that they should put me in the dungeon. Lakini wakati mambo yatakapokuwa mazuri, unikumbuke, unifanyie wema, useme mema juu yangu kwa Farao ili niondoke huku gerezani.
kwa maana nilichukuliwa kwa nguvu kutoka nchi ya Waebrania, na hata hapa nilipo sikufanya lolote linalostahili niwekwe gerezani. Joseph is begging the cupbearer, Yusufu anamsihi yule mnywesha mfalme, remember me. nikumbuke. When you get elevated, Ukipata kuinuliwa, remember me. nikumbuke. When you are restored back, Ukirejeshwa, mention me to Pharaoh. nitaje kwa Farao. I was stolen from my home country. Nilichukuliwa kwa nguvu kutoka kwa And watu even wangu. here I am wrongly accused. I'm here in prison. Na hata hapa gerezani sijafanya lolote mabaya. But it is so unfortunate that the moment that the cupbearer got out, he forgot about Joseph. Lakini ni ya uchungu kuwa wakati yule mnywesha mfalme alipotoka akamsahau Yusufu. People, Watu, even those whom you help, hata wale uliowasaidia, they will forget you. watakusahau. So many times we focus on men. Wakati mwingi tunatazama We wanadamu. focus on men to help us. Tunatazama wanadamu watusaidie. And we take off our eyes off our master. Na tunaondoa macho yetu kutoka kwa Bwana. Psalms 119 verse 8 says, Zaburi 119 mstari wa 8 nasema, it is better for man to put his trust in the Lord ni vyema mtu kuweka tumaini lake kwa Bwana than to put his confidence in men. na asiweke ujasiri yake kwa mwanadamu. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. It is good. Ni vizuri. Let us put our trust in God. Acha tuweke tumaini letu kwa Mungu. Yes, we may ask people to help us. Ni hakika tunaweza omba watu But even if watusaidie. they do not help us, Na hata wasipotusaidia, God will help us. Mungu atatusaidia. Even if they do not remember you, Hata wasipokukumbuka, God shall remember you. Mungu atakukumbuka. And let me tell you, friends, Na wacha niwaambie na marafiki, brothers and sisters, ndugu na dada, people may put limitations for you. watu wanaweza wekea They vizuizi. may say you will never get there. Wanaweza sema You hautafika will pale. never go there. Watasema hautaenda pale. But the final word God has it. Lakini usemi wa mwisho ni kwa Mungu tu. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. They might say Wanaweza you sema don't have a degree, hauna shahada, so you're not qualified. kwa hivyo hustahili. It is God who has the last word. Ni Mungu ako na usemi wa mwisho. Praise the name of the Lord. Bwana So tukuzwe. focus on Kwa God. hivyo mtazamie Mungu. When you read the book of Jeremiah chapter 18 verse 6, Ukitoma kitabu cha Yeremia 18:6, God says, Mungu anasema, I am the potter, mimi ndio mfinyanzi you are the clay. na nyinyi ndio udongo. I will keep on working on you. Nitakuwa I nikiwashughulikia. will mold you. I will Nitawafinyanga, press you. I will nitawatengeneza remold you na nitawafinyanga until you have become the vessel that I want you to be. hadi muwe ile chombo ambayo mimi nahitaji. And let me tell you, Na acha nikwambie, many times we do not appreciate those hard times. wakati mwingine huwa tuna shukrani kwa wakati we mgumu. don't appreciate those difficult and painful, trying moments. Hatuna shukrani kwa huo wakati wa uchungu na hata kudhihakiwa. When they come in our lives, Wakati wanapotujilia we do maishani, not appreciate them. huwa hatuna The shukrani. struggles we go through, Hele usumbufu we don't tunayopitia, appreciate them hatuna shukrani until God remembers hadi us Mungu atukumbuke and bring us to the place of promotion. na utupeleke katika mahala pa kuinuliwa. Imagine what Joseph would have, what Joseph felt Fikiri kile Yusufu alihisi the moment he was walking out of the prison gates, wakati alikuwa anatoka katika malango ya gereza, when God remembered him. wakati Mungu alimkumbuka. After he interpreted the dream of Pharaoh, Baada ya kutafsiri ile ndoto ya mfalme Farao, and not only was he set free, na hata hakutiwa huru tu, but he was promoted, na pia aliinuliwa, second in command akawa wa pili wa kuamuru in the land of Egypt. katika nchi ya We Misri. do not appreciate the pains that we go through. Huwa hatuna shukrani kwa ile We don't uchungu appreciate the tunapitia. suffering. Huwa hatuna Even when shukrani. people are speaking ill of you, Hata wakati wakinena kinyume, even when people are despising you, watu wakikudharau, those are still moments. bado ni Those nyakati. are still stepping stones. Hayo bado ni mahali pa And that is kusonga. why it does not matter what you say about me. Na ndipo maana haijalishi kile I will unachonena juu still yangu, continue believing in bado God, nitaendelea kumwamini Mungu, because God has the last say. kwa sababu Mungu ako na usemi wa mwisho. Continue believing in Him. Endelea kumwamini yeye. Joseph Yusufu is walking out. anatoka nje, The cells were open. ile malango ya gereza ikafunguka. Imagine the joy that he felt. Fikiri ile furaha aliyokuwa nayo. Imagine the unbelief. Maybe he did not even believe. Fikiri ile kutoamini, labda hakuamini. Finally, I'm coming out of these doors. Baadaye natoka kwenye hii gereza. Imagine the shock that he got, Fikiri ile mshtuko alipokea, because he's coming out of prison. kwa sababu anatoka nje ya ufungo. They are bathing him, perfuming him, putting him on him royal robes. Wanamwosha kisha wanamvalisha vizuri, wanampaka mafuta. Let me tell you, brothers and sisters, Wacha nikwambie ndugu dada, our God is a shocker. Mungu wetu ni Mungu wa mshtuko. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. You can never tell
hawezi sema what God has hidden under his sleeves. nini Mungu ameficha ili tusijue. He is a master shocker. Yeye ni Mungu ambaye anatushtua. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Because when he remembers you, Kwa sababu akikukumbuka, the Bible says in the book of Psalms 23 that he prepares a table for you in the presence of your enemies. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 23 kuwa ananiandaa meza mbele machoni pa watesi wangu. A table for you in the presence of your enemies. Ile meza machoni pa watesi wangu. In the presence of your haters. Machoni pa wale wanaokuchukia. In the presence of your mockers. Machoni pa wale wanaokudhihaki. Your critics. Wale wanaokuchokoza. Your adversities. Wale maadui zako. You will see the work of the mighty God in your life. Utaona kazi ya Mungu mkuu maishani mwako. As I finish, what do you think Potiphar's wife felt? Nikimalizia, unafikiri mke wa Potifa alijihisia When she saw Joseph, wakati aliona Yusufu whom she had conspired and wrongly accused, ambaye alidanganya dhidi yake na juu yake, being carried by a loyal horse. sasa anabebwa na mafarasi za And all the mfalme, people of Israel were bowing to him, na watu wote wa Misri walikuwa wanamuinamia, including her and her husband. hata pamoja naye na mume wake. Perhaps shame. Labda ni aibu. Never ever light off anyone, Usije ukamdharau mtu yote, even if they're disadvantaged, hata kama hawastahili, poor, wako mawaskini, uneducated, hawajasoma, because you do not know what God will do to them tomorrow. kwa sababu hujui Mungu atafanya nao nini kesho. You will be remembered. Utakumbukwa. God can turn tables Mungu anaweza kageuza mambo and change things at any time. na kageuza chochote kila wakati. God is a game changer. Mungu ni Mungu anayegeuza mambo. Your situation Hali yako might be difficult, inaweza kuwa ni ngumu, painful, ni uchungu, shameful. ni aibu. You're living in reproach. Unaishi You're katika living aibu. beneath your potential. Unaishi You katika might be maisha even chini. living in sin. Hama kwenye dhambi. You shall be remembered. Utakumbukwa. Mighty and everlasting Father, Baba mkuu ishia we milele, thank you for this opportunity tunakushukuru kwa nafasi to share your word with your people. kushiriki neno lako kwa watu May wako. you remember them, God. Wakumbuke Mungu. Remember their Kumbuka marriages. ndoa zao. Remember their children. Kumbuka watoto wao. Remember their health. Kumbuka afya Remember yao. their finances. Kumbuka hali ya kifedha. Remember them in whatever they go through. Kumbuke kwa yote In wanayopitia. Jesus' mighty Katika name. jina la Yesu. If you're there and you're not born again, Kama uko pale na haujaokoka, you can accept Jesus into your life. unaweza mkubali Yesu maishani. Open up your heart and say, Lord Jesus, Fungua moyo wako useme, Bwana Yesu, come into my life. njoo maishani mwangu. Forgive me of my sins. Nisamehe dhambi zangu. From today, Kuanzia leo I forsake my wicked ways ninaacha njia yangu and maovu I accept you into my life na nakubali maishani as my mwangu Lord and kama Savior. Bwana na Mwokozi. Write my name Andika jina in langu the book of life. kwenye kitabu cha uzima. In Jesus' name, Katika jina la Yesu I have believed. nimeamini. If you have just prayed that prayer, Ukiomba ombi you've hilo, accepted Jesus into your life. umemkubali Yesu maishani. In the screen, there is a number. Hapo runinga kuna nambari, Please SMS or call us. tuma arafa ama upige simu We'll speak more to you. na tutanena zaidi nawe. Now, tomorrow is on Sunday. Kesho ni We Jumapili. welcome you to our services here at Kimbo Pefa Church. Nakaribisha kwenye ibada zetu hapa Pefa Kimbo. We have 2 services in the morning, Tuko na ibada 2 asubuhi 1 in the evening. na 1 jioni. 2 of the morning services will be live here at Heaven Bound Ibada TV. zote 2 za asubuhi zitakuwa mbashara. The first one is an English service starting at 9:30 a.m. Ya kwanza na Kiingereza inaanza saa 3:30 asubuhi. Second is an English starting at 11:30 a.m. Ya pili na Kiswahili inaanza saa 5:30 Our asubuhi. evening service starts at 4:30 p.m. Ibada yetu ya jioni inaanza saa We 10:30. love you so much. Tunakupenda sana. Continue sharing, Endelea kushiriki, continue commenting, endelea kutoa maoni, continue leading the word of God. endelea kusoma neno la There Mungu. is life in the word of God. Kuna uzima katika neno la Mungu. See you next Saturday. Tuonane Jumamosi ijayo.